الأحكام. الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء. أحكام ni wingi wa hukmu, na hukmu katika lugha ya Kiarabu ni al-qada'u, kule kutoa al-qada'. Al-qada'u kuna ile qada' ya qadar, al-qada'u wal-qadar. In qada'u ya hapa ni ile ya kuhukumu. Wasilahan maqtadahu khitabu ash-shar'i al-muta'alliq bi af'ali al-mukallafin min talabin أو تخيير أو وضع. أسمى حكم اصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع. ما اقتضاه أي ما أوجبه وألزمه kile ambacho khitabu shar'i imekilazimisha, imekiwajibisha. Khitabu ni ile agizo ambayo ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwahutubia umma, kuwaambia umma, kuagiza umma. Maqtadahu khitabu ash-shar'i al-muta'alliq au al-muta'alliq khitabu shar'i al-muta'alliq bi af'ali al-mukallafin, kile ambacho inapelekea kiwajibisha khitabu shar'i. Yani Allah subhanahu wa ta'ala anapoamrisha, yani khitab ayo kija kwa njia wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din hunafa wa yuqimu as-salata wa yutu zakah. Hii ni khitab. Ma Allah anatuhutubia tuweze nini? Matendo ya swala na matendo ya nini? Zakah. Maqtadahu khitabu ash-shar'i, hiyo khitabu al-muta'alliqu, yenye kufungamana bi af'ali al-mukallafin, na matendo ya wenye kulazimiwa na sheria. Na kinapokuja khitab, agizo la tuhusu al-mukallafin, manake haamrishwi mwenda wazimu kuswali, haamrishwi mtoto mdogo, bali anaamrishwa ambaye ni mukallaf, ambaye mukallaf ni al-balighu al-aqilu, aliyebaligha, mwenye akili. Kwa hiyo kija khitab ya design hiyo inamhusu yeye. Min talabin, hii khitabu inapokuja beba at-talab. Talab ni katika aina mbili, kuna talabu amri na talabu an-nahy. Manake kuna kule kutakiwa ufanye, kuamrishwa ni talab, na kutakiwa uache pia ni talab. Kwa imma unatakiwa uache au unatakiwa ufanye. Wanapokuja walillahi ala an-nas hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, watakiwa kwa kuwa ni mukallaf utekeleze hii amri. Kama nini? Una uwezo wa kufanya hivyo. Ikija wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, ni talab, watakiwa ufaje? Uache uchafu. Kwa hiyo talab inakuwa na maeneo mangapi? Mawili. Pia kwenye hiyo hiyo talab itaingia mustahabbat, mustahabu, zile sunna kwenye talab. Sasa kuna kutakiwa ufanye jambo kwa njia ya wajib na kutakiwa ufanye kwa njia nini? Ya sunna. Na upande wa pili kuna kutakiwa kuacha kwa njia ya lazima kwa kuwa ni haram, au kwa njia ya umakruh. Kwa unakuta talab inakuwa na vitu kadhaa. Inaweza ikabeba amri yenyewe ya wajib na mustahabun, ukabeba nini? Ikabeba ule haram na umakruh, neno talab. Au takhyiri. Takhyiri ni mubah, kwa inakhiarishwa kati ya kufanya au kuacha. Unakuta kwa ujumla wake tuna hukumu ngapi? 5. Kuna wajib, kama utakuja na mustahabun, ukaja na mubah, ukaja haram na makruh. Kwa inakuta kuna hukumu 5 ambazo nabiwa nini? Neno talab. Hukumu 4 talab, kisha takhyir linajitegemea yenyewe. Au
wad'in. Nazikaja khitabu kwa njia ya wad'u. Wad'u maana yake nini? Kuna ahkamu alwad'iyya na ahkamu at-taklifiyya. Ahkamu alwad'iyya ni zile hukumu ambazo ni wajibu uzitambue kuweza kutaka kufanya jambo fulani. Miongoni mwa hizo kujua sharti za kusihi kwa udhu ni hukumun wad'iyun ambayo imewekwa uitambue ili utekeleze nini? Hukumun taklifi. Au kule kujua kuingia kwa wakati ni hukumun wad'iyun, imewekwa kwa kushajua kuingia kwa wakati, maana yake atakiwa utekeleze nini? Hukumun taklifi, ambayo ni hii swala kuisimamisha. Hizo ahkam ambazo ni ahkam alwad'iyya, au kule kujua kwamba hii ni sahihi siha, kule kubatilika kwa jambo. Hii ni ahkamu alwad'iyya ambazo zimewekwa ili ulihukumu hii jambo juu ya usahihi wake au batili wake kulingana na itakavyotendeka. Tuko sawa? Au kuna nguzo hizo, kuna sharti, kuna sababu ya tukio hili ni nini? Ni kadhaa. Hii pia ni hukmun wad'iyun ambazo lengo lake ukishazitambua zitakusaidia kuweza kutekeleza ahkamu taklifia, hizo swala na nyinginezo. Falmuradu biqaulina, makusudia kauli yetu khitabu ash-shar'i ay alkitabu wa sunna. Ndio makusudia nini? Khitabu ash-shar'i, yani agizo au khitabu ya sheria, kwa maana tunaipata kupitia nini? Alkitabu wa sunna, ndio makusudio yake. والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين أي ما تعلق بأعمالهم، يعني ambayo yanafungamana na nini? Na matendo yao. Sawaan kanat qawlan au fi'lan, sawa iwe ni kauli au fi'il, manake wanaoyasema au wanaoyatenda. Manake nini? Natumia af'alul mukallafin, pia hata aqwalu almukallafin. Maana yake ikishakuwa kuna vitendo lazima kauli pia tafayaje? Itakuwepo. Sikaonekana kuwa kwa kuwa kataja af'alul mukallafin, hata ukitukana sawa, sababu hujafanya, hapana. Ikishakuwa af'alu aqwali pia zitaingia, ijadan au tarkan. Ijadan maana yake kutakiwa, kama ni kauli au tendo kutakiwa kulifanya, au kama ni kauli au tendo kutakiwa kuliacha. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد. Hata kitu asema itatoka kwa tukio hili almutaalliq bi af'al almukallafin, fakharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqadi. Pande wa i'tiqadi Allah anatoa khitab, anatoa agizo, lakini kwa kuwa amesema af'al almukallafin ameifunga na vitendo, zile za masala ya i'tiqad hazitoingia kwenye af'al, kwa kuwa tunasemaje ni a'malu alqulub, matendo ya moyoni ambayo hayatendeki vitendo, kwa zitatolewa kwa taji af'alul mukallafin. Fala yusamma hukman bihadha alistilah, masala inahusiana na kiitikadi hayaiti hukmu kwa istilahi hii, kuwa ameifunga na inafungamana na matendo ya nani? Mukallafin. Kwa hiyo kwa kuwa itikadi ni masala ya moyoni, ma ya'taqiduhu al-insan wa yadinu bihi, hayaingii katika nini? Hukumu. Ni hukumu lakini sio kwa sura hii, ya sababu af'alul mukallafin inatoa yale matendo ya kiitikadi. Wal muradu bi qawlina, na makusudia kauli yetu al-mukallafin ay ma min sha'nihim at-taklif, ma min sha'nihim at-taklif fayashmalu as-saghira wal majnun. Asema kuzungumzia mukallafin, ma min sha'nihim, ni wale miongoni mwa wale ambao, au miongoni mwa jambo lao at-taklif, na katika nini? At-taklif. Sasa kama taklifu inampata, basi hata mdogo anaingia na majununi anaingia. Kivipi? Kuna baadhi ya matukio hayahitaji kuwa na akili, bora huo unacho tu basi.
Mtoto mdogo akiwa ana mali, ikifikia wakati wa kutolewa zaka lazima itolewe zaka. Tuangalie kwamba hii, kwa nini? Kwa sababu hii si amalu albadani, hii ni masala ya kipesa, na anazo kufikia kiwango itolewe zaka. Huyu ni mwenda wazimu, ndio abakie na hali yake hiyo hiyo, mwenda wazimu. Lakini sisi ya kudai nini? Jamani, wale ambao ni wanaomtizama huyu nimekuja kuchukua zaka za mali yake, ama kwenye swala hatoguswa kwa kuwa ni mwenda wazimu. Kwa hiyo mukallaf, kuna baadhi ya maeneo japokuwa ana hali hizo anakuwa ni mukallaf kwa upande fulani na si mukallaf kwa upande fulani. Kwa ndio maana akisema hata mtoto mdogo pia anaingia na mwenda wazimu. Hapo tumtoa kwenye masala ya swala kwa sababu lazima uwe na akili timamu, lakini fedha hazihitaji nini? Akili timamu. Wala mtu kubaliki kwako atujali hiyo. Utaangalia amefika, lazima tukue nini? Haki za maskini. Ndio maana akasema kwa nukta hii hawa wataingia moja kwa moja kwa kuwa ni mukallafun kwa upande huu ambao Sheikh ameuelezea. Pia namba moja tu chini ya Sayyid qala ta'ala inil hukmu illa lillah. Hapo alikuwa anazungumzia nini? Alkitabu wa sunna. Kwa hiyo kitabu shar'i, kitabu na sunna, ndio akasema hazikuwa hukumu isipokuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu hii kwa maana ya nafi. Kisha wakaulu ta'ala ambayo ni hukumu inahusiana au dalili ya kuzungumzia sunna, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, bado ni upande wa Qur'ani, wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dalili ya nini? Alkitabu pia. Ya Allah sema wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hapa ataakum mwenzake ni nahakum. Nahakum kwa maana ma amarakum, sio atakachukua leteeni. Aqsu nahi ni al-amri. Kwa hiyo ma amarakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, hapo kwa maana ya kuamrisha. Kwa hiyo hii inabeba nini? Inabeba sunna. Huwa sunna ni moja katika khitabu ash-shar'i. Namba 2 huko asema wal majnun, hapa inaangaliwa waniyatuhum biqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Kwa hiyo upande wa nia zao, huyu mdogo na huyu mwenda wazimu, ijapokuwa sio mukallafu na upande wa swala na hija na mengineyo nafunga, lakini tutawachukulia haki za fukara kulikana na nia zao. Muttafaqun alayhi. Na hadithi an Umar radhiyallahu anhu dalili kwamba, yani kuonyesha kwamba hakuna amali bila nia. والقاعدة الفقهية تقول الأعمال بالنيات كما قال السعدي رحمه الله تعالى. hii ni qaida usulia ni kitabu chake hiki, kwa hiyo pia utafute kwa Sheikh Makame, ni bei rahisi. Qaida usulia ambayo kina sherehe kidogo, usome kama kuna sehemu italeta shida basi watu tuulizane. Sema an-niyatu shartun li sa'iri al-amali, nia ni sharti ya baqiyati al-amal. Biha, kupitia hiyo nia, as-salahu wal fasadu lil amal, kupitia nia imma matendo yatengenee au yaharibike. Kwa hiyo manake hawa as-saghir na al-majnun pia tuangalia nia zao, sababu zinatoka wapi? Moyoni. Al-qawaid al-fiqhiyya kama alivyoeleza hapa, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'a al-qalamu an thalatha. Nazungumzia ile wal majnun kwamba kalamu imenyanyuliwa kwa watu watatu, kalamu haiandiki. Al-ghulamu hatta yahtalima, kijana mpaka abaleghe. Wal majnunu hatta yafiqa au yufiqa, na mlazimu mpaka apoe. Wan naimu hatta yastayqidha, na aliyelala mpaka amke wapi? Usingizini. Naam. Sasa itakuwa hiyo makosa hiyo wala yashma.
fala yani la iondoke. Kwa yashmal, kwa kuwa tumesema mukallaf hata kama ni mtoto mdogo, kuna baadhi ya maeneo hahitaji nini? Taklif. Mambo ya pesa shafikia nisab, sheria haikusema kwa mtoto mdogo kama shafikia nisab basi tumaache naye awe amebalege. Haiko hivyo. Shafikia nisab basi kuliwe haki yake. Kwa hiyo fala yashmalu, hiyo fala natakiwa ikanseliwe. Kwa kama hivyo nikate na mimi nikiangalia ipo kwa hiyo fala hai, yani manake aliweka fala ataka mtoto mdogo pia tusipie nini zaka kwake, sababu atakuwa sio mukallaf, lakini yashmalu saghira wal majnun katika baadhi ya nini maeneo, ama kwenye swala, kwenye hija huko, kwenye funga wamwambia wewe ni majnun, ni pumzika, sio mukallaf. Ama upande huu hauhusiana nini na taklif, husiana na mali haina cha taklif. Kama na wewe ni mukallaf mali kwa sababu mwenyewe sio mukallaf, hapana. Kwa hiyo hiyo fala inakuwa imekuja kimakosa. Lakini rufi al-qalam katika mambo gani? Natoa sasa labda swala, funga kama hivyo, hija, lakini mengine yataingia yale ambayo husiana nini na husiani na kama yeye hayamhusu, yahusiana na mali yake. Kwa hiyo mtoto mdogo mpaka abalege ndio lazima mpaka apoe ndio tumwambie uswali, utoe, uhiji, ufunge, lakini zaka utoe kama kawaida. Na aliyelala mpaka ame. Kwa hiyo aliyelala hata kama atukane vipi kwenye usingizi, ndio kamchukulia hukumu kwamba bana huyu kanitukana, kwa hiyo tena naambiwa alikuwaje, alikuwa usingizini. Kwa hiyo maneno ya usingizini hakumiwi, sio mukallaf. Kwa hiyo sio kamforce wanitukana afa ajifanye umelala, alikuwa amelala huyo yote. Kwa hiyo unamhukumu kulingana na ule kuwa yuko macho. Nafikiri المراد بقولنا من طلب sababu nimaliziwa nukta hii, naeleza tu haraka. والمراد بقولنا من طلب الامر والنهي kama tulivyoeleza kule, sawa ala sabil ilzami, sawa kwa njia ya ulazima au afdalia, ile usuna, sasa ndio kama tulivyotoa bayani pa. والمراد بقولنا أو تخيير المباح inaingia mubah. والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما, kama sahih ni sahih ni fasid, na mfano wa haya ni ahkamu alwadhi'iyya mimma wada'ahu ash-shari'u, ni miongoni mwa ambavyo ameweka mwenye sheria, min alamatin, miongoni mwa alama, wa awsafin linnufudhi wal ilgha'i, ni miongoni mwa alama na sifa za kuweza kulipitisha jambo au kulibatilisha, kulipuuza. Maana ilgha' maana ibtal. Hii ni sahihi, maana yake lipite. Bwana kwa mfumo huu hapa kuna fasadi hapa, kwa maana isifanyaje hiyo biashara isipite. Kwa sawa na ikiwa unafanya biashara na mtoto mdogo, nauza labda kanzu na nini, kuzia kwa kanzu 1000 kuzia au 10,000 kuzia 5,000 au 4 au 3, sheria inakuambia hii biashara si halali. Kwa nini? Huyu si mukallaf, hawezi kubageni huyu, hawezi kuongea mpaka mkafikia muafaka. Inawezekana umemfanyia jibari au kafurahiwa kwa sababu asikapata vitabu za pipi, basi ashakubaliana hiyo. Kwa hiyo umemlaghai mtoto. Biashara hii ni fasid, kwa maana haifanyia ilqa. Kwa hiyo hizi ni alamati ambazo zinaonyesha kukubalika kwa jambo au kutokubalika, ambazo ahlul ilmi wametuwekea. Haya machache tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Ndio tutakuja kuangalia aqsamu alahkam alshar'iyya kipindi kijacho. Hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi